Naitwa Sudi Mawanga, ofisa wa walemavu wa kaunti ya Taita Taveta. Leo tumekuwa na kikao muhimu cha walemavu hapa Docks. Tumejadili uwezekano wa uwakilishi wa walemavu kwa sababu uwakilishi ndio umekosa hapa Taita Taveta, na mambo yetu yana hayawakilishi vilivyo kama walemavu. Upande wa nafasi za kazi hasijapewa nafasi ile 5% ya walemavu hapa Taita Taveta. Upande wa wakilishi za kamati za kaunti hasijapewa wakilishi kwa kamati zingine. So hii mkao imetuwezesha kuongea mambo ya ulemavu na vile tutafuatilia hizo, tukapanga mkakati ya kufuatilia ili tupate hizo wakilishi. Kwa majina ni Darius Kinusa, natoka kwa sub-county ya Wundanyi, na mimi ni acting chair wa persons with disability katika Taita Taveta County. Leo tulikuwa na warsha ama forum ambayo imeletwa kwetu na chama cha Wiper. Tunataka kusema kwamba tumeweza kuelezana mengi ambayo yanahusu walemavu katika Taita Taveta County, kwamba hatuna wakilishi, na kupitia kwa Mheshimiwa Shambi ambaye ako katika county assembly yetu ya Taita Taveta ni kwamba tuko na matarajio kwamba yale ambayo tumenongonezana kwamba yataweza kuwasaidia walemavu wetu katika county hii ya Taita Taveta, na kwamba kusonga mbele tutakuwa na mabadiliko na uwakilishi katika county assembly yetu katika kuweza kutatua masuala ambayo yanakumba walemavu katika county yetu hii ya Taita Taveta. Tuko na matarajio kwamba forum hizi zitaendelea na hata vyama vingine vikiwezekana, kwa sababu hili kongamano nafikiri ndio la kwanza katika chama hiki cha Wiper kuweza kuwaleta walemavu pamoja katika kaunti hii yetu ya Taita Taveta, kwamba tutaweza kuendelea mbele tukiweza kuunganishwa na vyama pia tofauti tofauti, ili walemavu wapate nafasi zao katika uwakilishi katika county assembly yetu, na masuala ya walemavu yapate kuwa addressed, na kwamba yale ambayo yanatukumba kama walemavu yapate kutatuliwa. Moto ni kwamba sasa ni nyingi, tutasema tuko na changamoto nyingi kwa sababu kukosa uwakilishi katika bunge letu la county ni kwamba masuala mengi ya walemavu yamekuwa hayasongi. Miswada mingi, utetezi, nafasi za kazi haziko kwa walemavu, na ni kwamba naona tukipata uwakilishi ni kwamba tutaweza kutatua haya yote. Tutakuwa hata na kutengeneza sheria ambazo zitaweza kumsaidia mlemavu kuendelea kujikimu katika maisha. Jina naitwa Amina Mnyapara, nimetoka sehemu za Ronge ward. Mimi ni juu ya mama walemavu, wale wako na walemavu. Kuna matatizo yale tunapitia kwa ajili ya walemavu. Kuna wale walemavu wako chini ambao wajiwezi, hawana pampers, yani hakuna kujisaidia kama hivi chakula, saa zingine unashindwa utawasaidia na nini. Hiyo imekuwa tatizo kubwa. Wengine hawana wheelchair. Mtoto akiwa pale chini unashindwa hata kumbeba kumpeleka hata chooni, unashindwa kumpeleka hata mahali popote pale, maana ako chini, amefikia umri wa mtu mkubwa. Sasa sisi tunapata shida sana, na sisi wamama wengine tumeanza kama kupungua nguvu, na wale watoto wameanza kutushinda nguvu. Kama tutapata msaada wa pampers pia tupate, yani hiyo tu tukipata tutashukuru Mungu. Alafu pia kama kuna mradi wowote wataweza kutuanzishia, hata tukipata kuku ama mbuzi, wale walemavu wale wako chini watafurahia, kwa sababu nitapata pesa kutoka mahali pale. Sitaomba pampers, sitaomba chochote, lakini huo mradi utatusaidia kufanya nini? Kununua kila kitu pale nyumbani na madawa pia.
Madawa yamekuwa kwetu sugu sana. Ukienda hospitali unaambiwa hakuna dawa hii, na pesa zenyewe zile ambazo tunapatiwa, ukienda ukinunua hiyo dawa na ukinunua chakula inaishia tu hapo hapo. Ni siku 2-3 tayari dawa zimeisha. Na chemist dawa ziko ghali. Dawa kwanza ndio zimekuwa sugu. Watoto wetu wamekuwa hawajiwezi. Kama serikali itatuangalia pia kwa ajili ya hizo dawa itakuwa vizuri. Ama kama hiyo tumesema kama ni kuku ama ni nini watatuwekea, kama ni mbuzi tuwe tunaangalia, tukipata hiyo faida tunanunulia nini hao watoto.